Mvua ilikuwa inanyesha usiku ule. Kimya kizito kilitawala, kikikatizwa na sauti za vyura waliokuwa wakiimba kwa mbali. Lakini ndani ya nyumba ile, kilichokuwa kinaendelea kilikuwa ni kitu ambacho kingeacha kovu la maisha kwa yeyote ambaye angeshuhudia. Mimi nilikuwa sehemu ya tukio hilo, na hadi leo najuta kuona kile nilichokiona. Sikujua kisa kile kilianza lini. Nilijua tu kwamba kulikuwa na tetesi kijijini. Majirani walinong'ona, wanawake walisutana kwa sauti za kichini chini, na wazee walitikisa vichwa vyao kwa masikitiko. Lakini hakuna aliyekuwa na ushahidi wa moja kwa moja mpaka siku nilipojionea kwa macho yangu. Nilikuwa jirani wa familia ile, baba, mama na binti yao wa pekee Amina. Amina alikuwa binti mzuri, mwenye macho yaliyokuwa na mvuto wa kipekee, lakini nyuma ya muonekano huo wa utulivu kulikuwa kuna siri nzito iliyozidi giza la usiku ule. Siku moja, usiku wa manane, nilitoka nje kusikiliza sauti ya mvua. Ilikuwa ikinipa utulivu fulani ndani yangu. Nilipokuwa nimesimama kwenye kivuli cha mti wa mwembe, niliona mwanga mdogo ukitoka kwenye dirisha la chumba cha binti wa yule mzee. Niliona kivuli kikipita na baadaye nikasikia sauti ndogo ya kicheko. Sio cha furaha, bali cha aina fulani ya ushawishi wa siri. Kwanza nilifikiri labda ni mama yake ameingia chumbani kwake kuzungumza naye. Lakini sekunde chache baadaye, mlango wa chumba cha baba yake uligongwa. Kisha nikaona mlango ukifunguliwa polepole. Nilihisi mwili wangu ukisisimka. Hatua za miguu zilikuwa za taratibu na nilisikia sauti ya kunong'onezana. Ndani ya dakika chache, mwanga ule mdogo ulizimwa na kisha ukimya ulitawala. Huo ndio ulikuwa mwanzo wa siri kubwa ambayo haikufaa kamwe kujulikana na mtu yoyote katika kijiji kile. Sikuweza kulala usiku ule. Nilijua kile nilichokiona hakikuwa cha kawaida. Nilihisi hofu, nilihisi mashaka na maswali yasiyokuwa na majibu kichwani mwangu. Ilikuwa ni ndoto mbaya iliyokuwa ikijificha ndani ya ukweli mchungu. Lakini kilichokuja baadaye kilikuwa cha kushangaza zaidi. Wakati Amina alipoolewa na kijana mmoja wa mjini, tulizani kwamba maisha yake yangebadilika. Alionekana mwenye furaha katika harusi yake, lakini furaha hiyo haikudumu hata mwezi mmoja. Alianza kurudi kwao kwa visingizio vya kutotaka kuishi na mume wake. Mara kadhaa alisema mume wake alikuwa ampendi. Mara nyingine alisema mume wake ana tabia mbaya. Lakini nilianza kusikia minong'ono ikienea kijijini. Walisema kila alipotoroka kwa mumewe alionekana nyumbani kwa baba yake. Wengine walisema kuna siku moja walimuona akiingia chumbani kwa baba yake na hakutoka mpaka alfajiri. Mama yake alipogundua alitishia kumuua. "Unaitwa mtoto wa shetani," nilimsikia mama yake akimwambia siku moja, sauti yake ikijaa hasira na maumivu. Lakini Amina hakujali. Alimwangalia mama yake machoni na kusema, "Sijawahi kumpenda mtu kama ninavyompenda baba." Nilishtuka. Ilikuwa ni jambo lisiloweza kuelezeka. Hii ilikuwa jambo ambalo halikuwahi kutokea katika jamii yetu. Ilikuwa ni mwiko, ni uchafu wa aina yake. Mume wake alijaribu kila njia kumbadilisha. Alimpeleka kwa wachungaji, kwa waganga wa kienyeji na hata wazee wa ukoo. Lakini Amina alikuwa ameshikilia msimamo wake. Alisema penzi lake na baba yake alikuwa la kawaida, hivyo kamwe asingeweza kuachana naye. Ndipo alipoanza kufanya mambo ya ajabu zaidi, mambo ambayo yalisababisha mkanganyiko mkubwa kijijini. Habari za tabia ya Amina zilianza kusambaa kijijini. Kila mtu alihisi kuchafukwa kwa namna fulani. Ilikuwa aibu kwa ukoo wake, fedheha kubwa kwa wazazi wake na aibu kali kwa wanakijiji wote. Katika mila za Kiafrika, familia ni msingi wa heshima na uhusiano wa baba na binti yake hauruhusiwi hata kufikiriwa vibaya. Lakini sasa haya yalikuwa yametokea waziwazi na Amina hakuwa na aibu ya kuyaishi. Katika soko la kijiji, wanawake walipomwona waligeuza shingo zao. Hakuna aliyekuwa tayari kumsalimia. Wazee walipozungumza kwenye kivuli cha mti wa mkutano, jina lake lilitajwa kwa sauti ya dharau. "Huyo msichana ni pigo kwa ukoo wake. Hata wahenga hawakukutana na jambo kama hili," alisema mzee mmoja huku akitweta kwa hasira. "Nilisikia hata wachawi wenyewe wamemkataa. Hawawezi kumtoa. Pepo gani sijui alilonalo huyu binti," mama mmoja aliongeza, macho yake yakiwa makavu yenye hasira kali. Kila alipopita watoto walimwimbia nyimbo za ziaka. "Amina kaharibika, Amina kaharibika." Wazazi walionya watoto wao wasikaribiane naye. Wasichana wa rika lake walipokuwa wakizungumza kuhusu ndoa zao na maisha yao, Amina hakuwa sehemu ya mazungumzo yao tena. Alionekana kama mwewe aliyeanguka katikati ya kundi la kuku. Mama yake hakuweza hata kumtazama machoni. Kwa miaka yote ambayo walikuwa wamemlea kwa mapenzi, sasa hakuwa na upendo wote kwake. "Ungalizaliwa mvulana ningekuwa kwa mikono yangu nakwambia," alimwambia siku moja kwa sauti iliyochanganyikana na vilio vya uchungu. Lakini Amina hakujali. Wazee wa ukoo walikutana, waliona hili lilikuwa jambo la kuchafua jina la ukoo kwa vizazi na vizazi.
Uamuzi ulifanyika kwa siri. Amina alipaswa kuondolewa. Siku moja alipokuwa anatoka kisimani usiku, kivuli kirefu kilitokea mbele yake. Wewe si binadamu tena, wewe si mtu wa kawaida. Sauti nzito ya mwanaume mmoja ilisikika kutoka gizani. Amina alijaribu kupiga kelele, lakini mkono wenye nguvu ulimshika mdomoni. Leo hatutakubali fedheha hii iendelee. Leo utapotea. Amina alihisi mapigo ya moyo wake yakizidi kwenda kasi. Amina alihisi vidole vyenye nguvu vikimkamata kwa nguvu na kumburuta kwenye giza. Alijaribu kupiga kelele, lakini sauti yake ilizimwa na kiganja kilichoziba mdomo wake. Moyo wake ulikuwa ukipiga kwa kasi, akihisi hofu ya kifo ikimkaribia. Walimburuza hadi kwenye uwanja wa mkutano wa kijiji, ambapo mti mkubwa wa mwembe ulisimama kama shahidi wa matukio ya kihistoria ya jamii ile. Wanakijiji walikuwa wamekusanyika, wanaume wakiwa na nyuso ngumu, wanawake wakiwa wamejifunika vitenge, huku wakibubujikwa na machozi na hasira ilikuwa imejaa usoni mwao. Mzee wa ukoo alisimama na kupiga rungu lake chini mara 3, ishara ya utulivu. Leo tutakuwa hapa kwa sababu adhabu imeshuka juu ya nyumba moja ya ukoo wetu. Sauti yake nzito ilisikika ikitikisa mioyo ya waliohudhuria. Amina alirushwa mbele ya umati. Udongo wa baridi ulipakwa kwenye ngozi yake, lakini kilichomuumiza zaidi si vumbi, bali macho ya chuki yaliyokuwa yakimwangalia. Mama yake mzazi alisimama nyuma, akibubujikwa na machozi, lakini bila huruma yoyote usoni. Natamani hata ufe uondoke mbali ya macho yangu, Amina, alilia kwa uchungu, akijifunika uso wake kwa kitenge. Alisikia aibu sana, kwa sababu Amina alikuwa amemtia aibu, alikuwa amemharibia sifa yake pale kijijini. Wazee wa ukoo walizungumza kwa sauti za chini kwa chini, alafu kiongozi wao akasema, Amina, umevunja miiko ya jamii. Umevunja miiko ya jamii, miiko ambayo ilikuwa ikiheshimiwa. Hakuna ambaye aliwahi kuwaza hata kwamba angeweza kufanya hichi ulichokifanya. Hakuna mahali pa msaliti kama wewe kuishi hapa kijijini kwetu, hapa miongoni mwetu. Mwanamke mmoja alijitokeza na kumtemea mate usoni, kisha mwingine akaanza kupiga kelele, muondoe kijijini, hatutaki kuona uso wake hapa. Ghafla watu walianza kumrushia mchanga na mawe madogo madogo, huku sauti za matusi na kejeli zikisikika kila upande. Amina alijaribu kujitetea, lakini kila alipojaribu kufungua mdomo, jiwe lilitua mdomoni mwake na lilimuumiza vibaya sana. Hatimaye wazee waliamua kuwa Amina alipaswa kuondolewa kabisa kijijini. Usisubutu kurudi hapa tena, Amina, mmoja wao alionya. Ukirudi, hakika nakwambia utauawa. Wanaume wawili walimburuza nje ya kijiji, wakimtupa karibu na pori lililojaa wanyama wakali. Alilia. Amina alipiga kelele, lakini hakuna aliyejali. Na kwa mara ya kwanza alianza kuona, kweli mimi ni mkosefu. Alikaa usiku kucha akiwa peke yake, mwili wake ukiwa na maumivu. Alitamani kuwa na mtu wa kumfariji, lakini hata baba yake aliyempenda na aliyefanya naye mambo mengi mabaya hakumtetea. Alijikumbusha siku ambazo alikuwa binti wa heshima, alikuwa anapendwa na kuheshimiwa na kila mtu, lakini sasa kila mtu alimuona kama mwovu, msaliti na mharibifu wa mila katika jamii. Ulikuwa ni mwanzo wa maisha mapya ya mateso, maisha ya mtu aliyelaaniwa na jamii yake. Usiku wa kwanza akiwa peke yake porini ulikuwa wa mateso yasiyoelezeka. Ubaridi ulimpenya hadi kwenye mfupa, njaa ilimtesa. Alilia, lakini hakuna aliyemsikia. Kilichomfanya atetemeke zaidi si baridi tu, bali milio ya wanyama wa mwituni iliyokuwa inasikika kila upande. Mbwa mwitu walikuwa wakilia kwa mbali, wakisogea taratibu kama wakiwasiliana kwa sauti zisizokuwa na huruma. Amina alijifunika kwa vitenge vyake, lakini hakukuwa na kinga dhidi ya ukali wa mazingira. Alijua kuwa hatakuwa salama hapo kwa muda mrefu. Asubuhi ilipofika, mwili wake ulikuwa umevimba kutokana na kuumwa na wadudu wa porini. Alikuwa dhaifu, lakini alilazimika kutembea bila mwelekeo, akitafuta mahali pa kujistiri. Alitembea kwa masaa kadhaa hadi alipokikuta kijiji fulani kingine ambacho kilikuwa karibu na kijijini kwao. Njaa ilikuwa imemmaliza, hivyo alijaribu kusimama karibu na soko akiomba msaada kwa macho ya huzuni, lakini hakuna aliyekuwa tayari kumsaidia. Wewe nani? Mama mmoja alimkaribia. Alipomkaribia akijaribu kuomba chakula, naomba chakula tu, alizungumza kwa sauti ya huruma. Lakini yule mama alimtazama kwa makini, kisha akagundua sura yake. Wewe ndiye yule msichana uliyelala na baba yako mzazi? Aliuliza kwa sauti ya dharau. Ghafla macho ya watu wote sokoni yakamgeukia. Kejeli, minong'ono na maneno ya matusi vilianza kummiminikia. Hatufai kuwa na mtu kama huyu hapa. Kimbia
kabla hatuja kushughulikia kama mwizi. Alipigwa na butwaa. Alijua amechukiwa na kila mtu kijijini kwao, lakini hakujua kwamba hata vijiji vya karibu pia hakuwa na nafasi. Kabla hajajitetea, kijana mmoja alichukua ndoo ya maji machafu na kummwagia mwili mzima. Kaa mbali na kijiji chetu, la sivyo tutakuua wewe. Amina alilia, akijaribu kuelewa kama kweli huu ndio ulikuwa mwisho wake. Aliendelea kutembea bila mwelekeo. Alichoka, njaa ilizidi kumuuma na mwili wake ulizidi kudhoofu. Hatimaye alidondoka chini, akapoteza fahamu. Baadaye alizinduka, akafumbua macho yake taratibu, uso wake ukiwa umepauka, mwili wake ukiwa dhaifu kwa sababu ya njaa na uchovu. Alikuwa amelala kando ya njia, mwili wake umefunikwa na vumbi zito. Mawazo yalipita sana kichwani mwake. Kwa mara ya kwanza alitambua kuwa hakukuwa na mtu wa kumsaidia. Hakukuwa na baba aliyempenda, hakukuwa na mume wa kumrudisha nyumbani, hakukuwa na mama wa kumbembeleza, na jamii nzima ilimchukia na kumtenga. Lakini mmoja aliyemuumiza zaidi alikuwa ni mama yake. Alimfikiria sana mama yake. Aliwaza namna ambavyo angeweza kumuona tena, namna ambavyo angeweza kumuomba na kumbembeleza tena, namna ambavyo angemkaribia tena. Mama yake alimpenda sana, alimlea kwa taabu, akajinyima kwa ajili yake. Lakini Amina alichafua jina la mama yake mbele ya jamii. Machozi yalimbubujika usoni mwake. Alielewa sasa kuwa hakumpoteza tu mume wake, wala heshima yake, wala mama yake na jamii yake. Alimkosea hata Mungu aliyemuumba. Aliinuka taratibu, akijikongoja. Hakujua kama mama yake angemkubali tena, lakini alihisi kuwa hakuna sehemu nyingine ya kwenda. Alitaka kufa nyumbani. Safari ya kurudi kijijini ilimchukua siku nzima. Alikuwa dhaifu sana, lakini alitembea pole pole, akivumilia maumivu ya mwili wake uliokonda. Alipofika kijijini, macho ya kila mtu yalikuwa juu yake. Amefika tena huyu. Mtu mmoja alipiga kelele, "Kwani umerudi?" Mwingine alioji kwa mshangao, lakini Amina hakujali. Alielekea moja kwa moja nyumbani kwa mama yake. Alipofika kwenye lango la nyumba yao, alimuona mama yake amekaa nje, akisuka nywele za mtoto mdogo wa jirani. Alipomuona Amina, alisimama ghafla, macho yake yakiwa na mshangao na uchungu mwingi. Amina alianguka kifudifudi chini ya miguu ya mama yake, huku akilia kwa uchungu sana. "Mama, naomba nisamehe. Nisamehe mama. Mimi ni mkosefu mbele zako. Nilikukosea wewe, nikaikosea na jamii yangu." Amina alilia kwa uchungu. Kimya kilitawala kwa muda mrefu. Majirani walikusanyika wakishangaa, wakisubiri kuona mama yake angefanyaje. Lakini mama yake aliinamisha macho chini, huku akibana midomo yake kwa nguvu na hasira. "Umerudi kufanya nini Amina? Umerudi kufanya nini? Baada ya kunichafua na kunitia doa kubwa kijijini, umerudi kufanya nini?" aliuliza kwa sauti nzito. Amina alishindwa kuzuia kilio. Mama, najua nimekukosea sana. Nilikuwa kipofu na mjinga mama. Nimepotea, nimefanya mengi sana. Lakini sasa najua ukweli. Najua nilichokifanya. Najutia makosa yangu. Naomba unisamehe mama." Alichuchumaa akiendelea kulia, uso wake ukiwa umefunikwa na vumbi na machozi. Lakini mama yake alibaki kimya akimtazama. Hatimaye, kwa mshangao wa kila mtu, mama yake alimpiga kofi kali usoni. "Hicho ni kwa uchungu na maumivu ulioniletea," alisema kwa hasira, machozi yakimiminika kwa uchungu na kwa hasira kali sana. Kofi lilimfanya Amina ahisi uchungu zaidi moyoni mwake kuliko mwilini, lakini hakukata tamaa. "Mama, nilikukosea sana. Nilikosea mno. Nilikosea jamii yangu." Amina aliendelea kulia. Mama yake alimwangalia kwa muda mrefu, lakini ghafla akainua mikono yake na kumbeba binti yake kwa nguvu kwenye kifua chake, akilia yeye pamoja na binti yake kwa uchungu. Majirani walitazama kwa mshangao. Walikuwa wanajua mama Amina alijua kitendo cha binti yake, lakini walishuhudia upendo wa mama yake. Walishuhudia upendo mkuu wa mama usiokoma, hata wa mtoto aliyemuumiza kwa kiasi kikubwa namna ile. Siku iliyofuata, wazee wa ukoo walikusanyika. Amina alisimama mbele yao, akiwa amevaa kaniki kuashiria toba. Aliinama kwa unyenyekevu akilia. "Nimekuja kuomba msamaha," alisema kwa sauti dhaifu. "Najua nimechafua jina la ukoo. Najua nimemuumiza sana mama yangu. Najua nimeiuzi sana jamii yangu. Najua nimefanya vitu ambavyo havikustahili kabisa kufanyika. Najua nimeharibu heshima yangu sana. Naomba radhi kwa kila mmoja wenu. Naomba radhi kwa mama yangu. Naomba radhi na ninatubu sana mbele yenu." Wazee walitazamana. Mmoja wao alikohoa na kusema, "Bado una adhabu nzito juu yako binti. Hatuna uhakika kama unaweza kubadilika na kama tunaweza kukusamehe." Amina alinama chini zaidi. Nimejifunza, nimeumia na sasa nataka kurudi nyumbani
niishi kwa amani, na pia nataka nimrudie Mungu wangu. Naomba mnipokee na mnifundishe jinsi ya kuishi kama mtu mpya tena kwenye jamii yangu. Nimejuta sana mimi. Ninaomba mnisamehe na mnikubali tena." Wanawake wengine walibubujikwa machozi. Sauti ya huruma ilianza kuenea mioyoni mwao. Hatimaye mzee mmoja alisimama na kusema, "Tutajadili hili, lakini kwa sasa utabaki chini ya uangalizi wa mama yako." Amina alirudi nyumbani akijua kuwa hakuwa ameondolewa adhabu kabisa, lakini angalau alipata nafasi ya pili ya kuishi. Aliamua kuanza maisha mapya. Akaanza kuomba msamaha kwa Mungu wake na kwa mama yake na kujitahidi sana kurejesha heshima yake. Aliwaza sana anaweza akafanya nini ili jamii imuelewe tena. Lakini siku ziliendelea kupita. Bado jamii haikumwamini Amina. Watu walimwangalia kwa macho ya mashaka, wakinong'ona kila alipopita, "Anajifanya ametubu huyu, lakini nani anajua nia yake ya kweli? Inawezekana anataka tu tuwe karibu naye kisha arudie yale mauchafu yake aliyofanya." Maneno haya yalimuumiza sana Amina, lakini hakutaka kukata tamaa. Alijua njia pekee ya kujenga tena jina lake ni kwa vitendo na si kwa maneno. Siku moja alienda kwa wazee wa kijiji na kupiga tena magoti mbele yao. "Naomba mnipe nafasi ya kuisaidia jamii," alisema kwa unyenyekevu. Nataka kufanya jambo ambalo litafaidisha kila mtu, si kwa maneno. Yaani namaanisha ninachokisema." Wazee walitazamana. "Unataka kufanya nini wewe? Mtu mkosefu usiye na adabu kijijini. Unaweza kufanya nini?" Mmoja wao aliuliza kwa sauti ya mashaka. "Nataka kuchimba kisima cha maji safi kijijini," alijibu kwa uthabiti. "Najua kina mama wanateseka kila siku wakitembea mwendo mrefu kutafuta maji. Nataka kusaidia. Nataka kufanya hilo." Wazee walishangaa. Wengine waliona hili kama hila, lakini wengine waliona huenda ikawa kweli. "Una pesa za kuchimba kisima wewe?" Mzee mmoja alioji kwa dharau. Amina alijua hana pesa, lakini alikuwa na nia. "Nitatafuta msaada popote ninapoweza, ila nikiwa na baraka zenu nitahakikisha kisima kinapatikana." Baada ya mashauriano hayo, wazee walimpa ruhusa kujaribu. Siku iliyofuata, Amina alianza safari ya kutafuta msaada. Alienda kwa watu wenye uwezo, akawaomba wachangie mchango mdogo wa kusaidia kuchimba kisima. Wengine walimdhihaki, lakini wachache waliguswa na jitihada zake. Aliomba msaada kwa mashirika mbalimbali ya misaada, akieleza mateso ya kijiji chake. Baada ya wiki chache, shirika moja la kijamii lilikubali kusaidia, lakini kwa sharti moja: jamii iwe tayari kushirikiana naye. Amina alirudi kijijini akiwa na habari hizo. "Kama mko tayari kushirikiana nami, tunaweza kupata maji safi," aliwaambia wanakijiji. Baadhi yao walikataa kushiriki, wakisema, "Hatufanye kazi na mharibifu wa mila sisi." Lakini wanawake waliokuwa wanasumbuka na shida ya maji waliona nafasi hii kama suluhisho hivi. Taratibu watu walianza kuelekea upande wake. Baada ya mwezi mmoja wa kazi ngumu, kisima kilichimbwa. Watu walishangilia walipoona maji yakibubujika kutoka ardhini. Hata wale waliokuwa wakimchukia walianza kuona kuwa labda kweli bwana Amina alibadilika eti. Lakini hakusimama hapo. Aliendelea na miradi mingine: kupanga vijana wa kusafisha barabara za kijiji, kushawishi viongozi, kusaidia kujenga madaraja madogo madogo kwenye mito, na hata kuanzisha darasa la wanawake kujifunza ujasiriamali mdogo mdogo. Sasa hata waliokuwa na mashaka naye walianza kumtambua kama mtu mpya. Mzee mmoja wa ukoo alikuja siku moja na kumwambia, "Binti, huwezi kabisa kufuta makosa yako ya zamani, lakini kwa kile unachokifanya sasa unaonesha kweli umebadilika na ni mtu mzuri na una fikra chanya za kuleta maendeleo katika kijiji chetu." Amina alitabasamu, macho yake yakiwa na machozi ya faraja. Aliendelea kujitolea kwa miaka kadhaa hadi alipofanya jambo ambalo lilifanya jamii nzima isahau kabisa makosa yake. Lakini jambo hilo ni lipi? Mwaka mmoja ulipita tangu Amina aanze juhudi za kuleta maendeleo kijijini. Kisima cha maji kilikuwa kikiwanufaisha wanakijiji wote. Barabara za mitaa zilikuwa safi, vijana walikuwa na shughuli za kimaendeleo, na wanawake wengi walijifunza mbinu mpya za biashara kupitia mafunzo walioanzishia. Lakini bado kulikuwa na wachache waliomchukia. "Kila mtu anaweza kujifanya mtakatifu kwa muda, tusisahau alikotoka," walikuwa wakisema kwa siri. Maneno hayo hayakumkatisha tamaa Amina. Aliendelea kufanya mema. Siku moja, mvua kubwa ilinyesha kwa siku 3 mfululizo. Mto uliokuwa kando ya kijiji ulifurika na kuanza kusomba nyumba za watu. Wanakijiji wengi walikuwa wamekwama kwenye maeneo yao wakihofia maisha yao. Ghafla kilisikika kilio cha mtoto kutoka upande wa pili wa mto. Mwanamke mmoja alikuwa amejaribu kuvuka na watoto wake wawili, lakini maji yalikuwa yameshamfika kiunoni yakiendelea kupanda. Hawa wanakufa! Mtu mmoja alipiga kelele.
lakini hakuna aliyekuwa na ujasiri wa kuingia majini kuwaokoa. Mawimbi yalikuwa makali sana na mvua bado ilikuwa inanyesha kwa kasi kubwa. Amina alikuwa akitazama kutoka mbali, moyo wake ukidunda kwa hofu. Alijua kwamba kama hakuna mtu atakayesaidia, mama yule na watoto wake wangekufa. Bila kufikiria mara mbili, alikimbilia ndani ya maji. Amina usiende! Amina usiende! Mtu mmoja alipiga kelele, lakini tayari alikuwa ameshaingia ndani ya mto uliokuwa unatiririka kwa kasi kubwa. Aliogelea kwa nguvu, akihangaika dhidi ya mawimbi. Nguo yake ilijaa maji, ikimfanya kuwa mzito zaidi, lakini hakukata tamaa. Alipowafikia mama na mtoto wake, tayari walikuwa wameanza kuzama. Alimshika mtoto mmoja na kumweka begani, akamshika mwingine kwa mkono wake wa kushoto, akamshika mama yule kwa mkono wake wa kulia. Safari ya kurudi ilikuwa ngumu kidogo. Mwili wake ulianza kuchoka. Mapigo yake ya moyo yalipiga kwa kasi isiyo ya kawaida, lakini hakuacha hata kwa sekunde moja. Kwa msaada wa kamba iliyotupwa kutoka upande wa pili wa mto, Amina aliweza kuwavusha wote salama. Walipotoka majini, wanakijiji walishangilia kwa sauti kubwa. Alijitoa mwanga kwa ajili yao. Alijitoa mwanga kwa ajili yao. Kwa hili tumeona kweli amebadilika. Amina ni mkombozi wa kijiji hiki. Hata wale waliokuwa wakimchukia walimtazama na kushusha vichwa vyao kwa aibu. Baada ya tukio hilo, wazee wa kijiji walimuita Amina mbele ya mkutano mkubwa wa kijiji, na kijiji wote walihudhuria. Tumekuona kwa vitendo, mzee wa ukoo alisema. Tumekuona ukijitoa kwa jamii bila masharti. Tumekuona ukiweka maisha yako hatarini kwa ajili ya wenzako. Kijiji kizima kilikaa kimya. Kwa heshima na mamlaka tuliopewa kama wazee wa kijiji hiki, tunatangaza kwamba Amina si yule wa zamani tena. Tumemsamehe rasmi, tumempokea, tunamkubali kama mmoja wetu. Vigelegele na shangwe vilisikika kila kona. Watu walikimbia kumkumbatia Amina, wakimiminika machozi ya furaha. Hata wale waliomchukia walimjia na kumwambia, tulisema huwezi kubadilika, lakini umetufundisha somo kubwa sana Amina. Mama yake mzazi alikuwa mstari wa mbele. Alimkumbatia binti yake kwa nguvu, machozi yakimtoka. Nimefurahi kukuona ukiwa mtu mpya mwanangu, alisema kwa sauti ya upole. Amina alilia kwa furaha. Kuanzia siku hiyo, Amina hakuwa tena mtu wa kudharauliwa kijijini. Alitazamwa kama kiongozi shupavu, shujaa na mfano wa kuigwa. Alizidi kufanya kazi kwa bidii. Alianzisha miradi mingine ya maendeleo. Hatimaye aliteuliwa kuwa kiongozi mkubwa wa kijiji, akiwa mwanamke wa kwanza kushika nafasi hiyo katika historia ya eneo hilo. Aliwasaidia vijana kupata elimu. Aliendeleza huduma za maji na kuhakikisha kuwa hakuna mtu aliyewahi kutengwa kwa sababu ya makosa yake ya zamani. Amina alielewa jambo moja kuu. Mtu anaweza kufanya makosa, lakini si kwa makosa yake yanayomfafanua, bali jinsi anavyosimama tena na kurekebisha makosa yake. Miaka 2 baada ya Amina kusamehewa na jamii, maisha yake yalibadilika kabisa, zaidi ya vile alivyokuwa hapo awali. Alikuwa amekuwa kiongozi wa kijiji mkubwa, akiongoza miradi mbalimbali. Maendeleo yalienea kila sehemu ya kijiji chake. Aliheshimiwa na kupendwa na kila mtu, kutoka kwa watoto wadogo hadi wazee. Lakini jambo moja lilikuwa bado halijakamilika. Amina alikuwa amejiaminisha kuwa hata kaa apate mtu wa kumpenda kwa dhati tena. Alizani hakuna mwanaume atakayekubali kumpenda mwanamke aliyepitia fedheha kubwa namna ile. Lakini hatima ilikuwa na mipango mingine bwana. Baada ya wakati fulani, akiwa katika safari zake za kikazi, Amina alikutana na kijana mmoja mwenye roho ya upole na tabia njema. Jina la kijana yule aliitwa Hamisi. Alikuwa mfanyabiashara aliyekuwa akisaidia jamii yake pamoja na vijana kujifunza ujasiriamali. Hamisi alishangazwa na bidii ya Amina, jinsi alivyoweka maisha yake kwa ajili ya wengine. Alivutiwa na moyo wake wa huruma na uthubutu wake wa kubadilika kutoka kuwa mtu aliyedharauliwa hadi kuwa kiongozi mkubwa na mfano wa kuigwa. Siku moja walipokuwa kwenye kikao cha maendeleo, Hamisi alimuita Amina pembeni. Amina, najua hujawahi kufikiria hili, lakini nataka ujue kuwa na kuheshimu sana. Kazi unayofanya ni ya kipekee, na kama kuna mtu anayestahili furaha, basi ni wewe. Amina alitetemeka. Hakujua kama alikuwa anasikia sawa. Unamaanisha nini Hamisi? Aliuliza kwa sauti ya unyonge. Namaanisha kuwa nakupenda, Hamisi alisema kwa ujasiri, na ningependa kuwa sehemu ya maisha yako kama utaniruhusu. Amina hakujua kama alistahili mapenzi kama hayo. Lakini mimi ni nani Hamisi? Alisema huku machozi yakimtoka. Mimi ni mtu ambaye jamii ilinichukia, jamii ikanidharau, ni mtu ambaye nilikuwa na doa kubwa, ni mtu ambaye sikuwa na amani, hakuna aliyekuwa ananipenda kijijini kwetu, si mama yangu, si wazee, si watoto, sio
Yaani nilichukiwa na kila mtu. Una uhakika kuwa unanihitaji mimi? Unamaanisha Hamisi? Hamisi alimshika mkono kwa upole. Kila mtu ana historia yake Amina, lakini historia zetu hazipaswi kutufunga. Umethibitisha kuwa wewe ni mtu mpya, na hilo ndilo ninalolijali. Sioni sababu ya kukuadhibu kwa yaliyopita Amina. Moyo wa Amina uliguswa kwa njia ambayo hakuwahi kuhisi hapo awali. Alishangaa, alijiona mtu mpya, akajiona mwanadamu, akajiona mwanamke mwenye heshima, akajiona mtu ambaye amepata nafasi nyingine ya kuishi. Siku zilivyopita, walizidi kufahamiana na taratibu moyo wake ulifunguka kwa upendo mpya kwa Hamisi. Baada ya mwaka mmoja wa urafiki na uchumba wao, Hamisi alimposa Amina. Hamisi alitaka kuyafanya haya mbele ya wazee wa kijiji. Baada ya hapo, harusi kubwa ilipangwa. Harusi yao ilikuwa kubwa na ya kihistoria, si kwa sababu ya mapambo au sherehe kubwa, bali kwa sababu ya maana ya ile harusi. Ilikuwa harusi iliyothibitisha kuwa kila mtu anaweza kupata nafasi ya pili maishani na hakuna mtu anayestahili kufungwa kwa makosa ya zamani. Mama yake Amina alilia kwa furaha akiona namna ambavyo binti yake alirudisha heshima yake kubwa aliyoipoteza miaka mingi iliyopita. Kila siku nilimwomba Mungu akupe mtu mwema Amina, mama yake alimwambia. Naona maombi yangu yamejibiwa mwanangu. Amina alifunga macho yake na akamkumbatia mama yake akihisi upendo wa kweli na wa mara ya kwanza kutoka kwa mama yake. Mwaka mmoja baadaye, Amina na Hamisi walibarikiwa kupata watoto mapacha. Mtoto mmoja alikuwa wa kiume na mwingine alikuwa wa kike. Hamisi aliwashika watoto wake mkononi mwake na kumtazama Amina kwa macho yaliyojaa upendo. Amina, mke wangu, umevishinda vita, Hamisi alisema. Sasa umepewa zawadi ya familia ambayo ulikuwa ukiitamani muda mrefu na ilikuwa ni ndoto kubwa sana kwako. Amina alitabasamu. Machozi ya furaha yalimtoka. Aliwaangalia watoto wake na kujua kuwa hatimaye alikuwa amepata ukombozi mkubwa. Alikuwa amepata heshima kubwa na kamili kabisa katika maisha yake. Jamii yote ilisherehekea pamoja nao, ikikumbuka safari ya Amina kutoka gizani hadi mwangani. Amina sasa alikuwa mama, mke na kiongozi, lakini zaidi ya yote alikuwa mfano hai na kila mtu anaweza kubadilika na kupata nafasi ya pili maishani mwake.